ushuhuda ulionifundisha mengi sana katika maisha yangu. Pia niliona badiliko kubwa pia baada ya ushuhuda huu. Mchungaji mmoja katika umri wake wa ujanani alisimulia mbele ya kanisa akisema hivi: alipokuwa amefika katika leo ya kuwa anahitaji mahusiano na mwanamke, yaani kuingia kwenye uchumba na mwanamke, alipofika katika level hiyo alipata mwanamke sahihi wa kuingia naye katika mahusiano, lakini mwanamke huyo alikuwa amepatikana kuingia naye katika mahusiano ni mtumishi mwenzake katika nyumba ya Bwana, ni mtu wa kanisa lake, ni mtu wa kanisa ambao wanasali pamoja kwa wakati huo. Alikuwa ni kijana, alikuwa hana hata hizi dream kwamba someday he will be a pastor or not, lakini kwa kipindi kile alikuwa ni kijana kama mimi, kama wewe, kama vijana wengine unaowafahamu. Lakini siku ambayo alisikitika sana na alipata funzo kubwa sana katika ujana wake, ambayo ikamlazimu atoe ushuhuda mbele ya kanisa, ni siku ile ambayo amepata nafasi ya kumsindikiza yule mwanamke mchumba wake ambaye alikuwa anamchumbia. Alipata nafasi ya kumsindikiza baada ya kutoka kwenye ibada, alipata nafasi ya kumsindikiza, kumpeleka, kumsogeza karibu na nyumbani kwa yule mwanamke. Lakini katika njia wanapopita kitokea kitu cha ajabu kidogo. Kitu hicho cha ajabu kilimfunza mchungaji pia, lakini na hakika na wewe pia leo tutakufunza. Alipokuwa akipiga hatua, stori zikiendelea za hapa na pale, mchungaji yule akasema, akamwangalia yule mchumba wake, lakini alipomwangalia yule mchumba wake akamgusa tumbo, akasema, hili tumbo ndilo litakalobeba watoto wangu. Ile kitendo cha kugusa tu tumbo la yule mwanamke, ile kitendo cha kutoa mkono wake na kuligusa lile tumbo, kwamba hili tumbo ndilo litakalobeba watoto wangu, mwanamke yule akasema, usinijue nisikujue, tumeachana. Yaani ikawa kuisha, kesi hiyo ikaenda hadi kwa wazee, ikaenda hadi kwa viongozi, ikaja kuamuliwa baadaye. Lakini hadi siku anapata nafasi ya kurudiwa, hadi siku anapata nafasi ya kujieleza upya kwa mwanamke yule, alikuwa amepata funzo la ajabu sana. Lakini kupitia funzo hilo pia na wewe unapaswa kujifunza kitu siku ya leo. Somo la siku ya leo linasema mipaka katika mahusiano. Mipaka katika mahusiano. Basi nitasoma katika Biblia tukaione asili ya mahusiano. Mahusiano yalianza wapi? Mahusiano asili yake ni nini? Na kwa nini nikuletee hii mipaka katika mahusiano? Biblia katika kitabu, tunaposema asili ya kitu chochote kwenye Biblia, lazima tutaenda katika upande wa mwanzo. Tunaposema asili ya kitu chochote kwenye Biblia, tutaangalia moja kwa moja kwenye upande wa mwanzo. Kwa hiyo ninaposema asili ya mahusiano, tunaipata moja kwa moja katika kitabu cha Mwanzo, sura ya 2 na mstari ule wa 20. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Basi huyo mwanaume akawapa majina wanyama wote wa kufugwa, wanyama wa porini na ndege wote wa angani, lakini hakupatikana msaidizi yeyote wa kumfaa. Mwenyezi Mungu akamletea huyo mwanaume usingizi mzito. Alipokuwa usingizini, akatoa ubavu wake mmoja na kupafunika mahali pale kwa nyama, na huo ubavu Mwenyezi Mungu aliotoa kwa yule mwanaume akaufanya kuwa mwanamke, akamleta huyo mwanaume, akamleta kwa huyo mwanaume. Ndipo huyo mwanaume akasema, na huyo mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, huyu ataitwa mwanamke kwa sababu ametolewa katika mwanaume. Asili ya mahusiano kibiblia tumepata katika mistari hii kadhaa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2. Na kwa nini nakuletea mipaka katika mahusiano?
Na kwa nini nakuletea mipaka katika mahusiano? Nikiwalenga sana rika ya vijana, mipaka katika mahusiano. Tunaposoma katika mahusiano ya kibiblia, hapo kabla yalikuwepo mahusiano ya Mungu na Adam, yalikuwepo mahusiano hayo ya watu hao wawili. Lakini pia kabla ya mahusiano ya Adam na huyo mwanamke aliyetoka kwenye ubavu wake, yalikuwepo tena mahusiano ya huyo mwanamke na Mungu. Tuelewane, twende pamoja. Kwa sababu gani yalikuwepo mahusiano ya huyo mwanamke na Mungu? Kwa sababu huyu mwanaume alikuwa katika usingizi, lakini kwa wakati huo Mungu aliendelea kumtengeneza, kumuunda huyo mwanamke. Kwa kipindi hicho chote Mungu alikuwa katika mahusiano na huyu mwanamke, alikuwa katika mahusiano na Mungu direct, lakini huyu mwanaume hakuwa ameshamuona mwanamke. Twende pamoja, usije ukachanganyikiwa. Moja kwa moja katika Biblia, kitabu hiki cha Mwanzo kinaelezea mahusiano ya aina zote mbili, ambayo alikuwa nayo Hawa kabla ya kumtambua Adamu, lakini pia ambayo alikuwa nayo Adamu kabla ya kumtambua Hawa. Mahusiano hayo yote yanajenga kuwa ni mahusiano mazuri, na siku zote mipaka katika mahusiano inakuja moja kwa moja kwa sababu kuna utiisho wa kimungu katika mahusiano yenu. Kuna utiisho wa kimungu katika mahusiano yenu. Kwa sasa kuna watu wapo kwenye mahusiano, lakini katika mahusiano hayo hawajajua wanahusiana na nini kwenye mahusiano hayo, wala hawana maono yoyote kwamba wataoana nini kwenye mahusiano hayo. Lakini pia sio tu hivyo, wameishia kuendelea kuonjeshana, kuendelea kutamanishana, kushikana mikono, kushikana mabega, kushikana matumbo, kushikana sehemu zote ambazo za ajabu za siri ambazo umeandaliwa akazione mume wako, akazione mke wako. Lakini wapo watu wa ajabu ambao vitu hivi wanaonjesha, wanagawagawa ovyo katika kutembea, wanatembea kwa staili za ajabu, wanaungana kama vile ni wanandoa. Hawana mipaka katika mahusiano, na mahusiano hayo direct hayana utiisho wa kimungu. Na tunaposoma katika asili ya mahusiano yoyote duniani yanapaswa yawe na utiisho wa kimungu, kwa sababu asili ya mahusiano ni Mungu. Utapoikataa asili hii ya mahusiano ya Mungu, utakuja kuipata asili ya mahusiano ambayo ilikuja baada ya taarifa isiyo sahihi kuzalishwa kwenye vichwa vya Adamu na Hawa. Baada ya taarifa isiyo sahihi kuzaliwa kwenye kichwa cha Adamu na Hawa kupitia kwenye nyoka, yalianza mahusiano yasiyo sahihi. Hawa aka-interact na nyoka kwa kimvuli cha shetani, ana-interact mahusiano yasiyo sahihi, yalikuwepo mahusiano yaliyo sahihi, lakini anasahau mahusiano yale, ana block mahusiano yale na kuingia katika mahusiano yasiyo sahihi, ambayo mahusiano hayo yanampeleka katika dhambi. Hata sasa yako mahusiano mengi yanayotupeleka katika dhambi. Yapo mahusiano mengi yanayotupeleka katika aibu, yanatupeleka katika tamaa za mwili, yanatupeleka katika kuchochea tamaa za mwili. Moja kwa moja mahusiano hayana utiisho wa kimungu. Kuna watu wamekaa kwenye mahusiano, hawajui wanaoana lini, hawajui wana mpango gani, hawajui baada ya muda gani wataoana, wataishi wapi, hawana mpango wowote. Lakini katika hayo maisha yote wamebaki wanaendelea, wanasema wapo kwenye mahusiano. Mahusiano gani? Wataoana lini? Hamna. Boyfriend, my girlfriend. He's not a boyfriend, he's not a girlfriend. Hiyo ni hatari katika ulimwengu wa roho. Girlfriend bila maono, boyfriend bila maono, girlfriend hakuna. Na kuhakikishia, kama kuna mtu ambaye upo kwenye mahusiano naye siku ya leo, jaribu kumtafuta, mwambie utanioa lini, kama hata gugunika kwenye kujibu. Au kama kuna mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano, muulize una mpango kwamba tukaishi wapi. Yaani kuna maswali fulani tu, ukimuuliza mtu yupo hopeless, hana majibu, hana matumaini, afu anaanza mimi wewe nakupenda sana. Usiku mnachafuana kwenye message za ajabu, mnatumiana video za ajabu, na mnasema mpo kwenye mahusiano. Mahusiano hayo sio sahihi. Mahusiano yoyote ambayo mnachochea tamaa za mwili na hampo kwenye uchumba rasmi, hamjatangazwa kwa viongozi, hamjatangazwa
kwa wazazi, hamjatangaza kwa sehemu yoyote, ni mahusiano mabaya, na mahusiano hayo hayana utiisho wa kimungu. Lakini baada ya mahusiano hayo inadhalishwa dhambi, na hiyo dhambi inayozalishwa ni hatari sana kwako wewe uliyemwamini. Na kwa siku ya leo, geuka, achana na huyo ambaye umekuita girlfriend miaka 3 mpaka sasa, lakini hana maono sahihi na wewe. Dili kumtafuta huyo Mungu ambaye ukiwa na mahusiano sahihi na Mungu, yeye atakutafutia huyo ambaye yupo upande mwingine, pia ni mwanaume ambaye ana mahusiano sahihi na yeye. Ni hivi principle ya kutafuta, principle ya ndoa sahihi na ndoa bora inaundwa na Mungu. Kwa sababu gani? Sio kama Mungu atakutafutia mwanamke, sio kama Mungu atakutafutia mwanaume. Iko hivi, Mungu amekupa uhuru wa kuchagua, lakini katika uhuru huo Mungu kuna watu amewatrain, kuna watu amewaandaa, na kuna watu wamejisikiza kwa Mungu. Utakapojisikiza kwa Mungu, automatic unaweza ukampata mtu aliyejisikiza kwa Mungu. Utakapojisikiza kwa Mungu na kumngojea Mungu, wamngojea Bwana atapata nguvu mpya, ataruka juu kama tai, watakwenda kwa miguu wala watachoka, watakwenda mbio wala watachoka wala watazimia, hao wamngojea Bwana. Lakini ukishindwa kumngojea Bwana, ukaamua kufikiria kwa akili binafsi, ukaenda kuchagua chaguo lako, na kuhakikishia unakwenda kwa mtu wako na kuonya na kusihi na kushauri, acha. Mungu akusamee, Mungu akusamee sana. Kama umejua mahusiano naye mpaka sasa ni miezi kadhaa au miaka kadhaa au muongo kadhaa, ni mahusiano ambayo hayana itikadi iliyoeleweka, lakini pia hayana formula iliyoeleweka. Kazi meseji za kusisimuana usiku, kazi video za kuchocheana tamaa, kazi maneno ya kuchocheana tamaa, hakuna kitu unajenga, na mnazidi kujichafua na mnazidi kujifanyia unajisi wa kila namna. Na kwa siku ya leo, badilika. Ni mimi mwalimu Mendamenda Adili. Siku ya leo nilikuwa katika somo hili la mipaka katika mahusiano. Mungu akubariki sana. Kama ni mara ya kwanza unatufuata katika channel hii, tupo katika MG Media. Mungu akubariki. Unaweza kushare video hii kwa ndugu jamaa na rafiki wakapate maarifa zaidi, na pia usiache kusubscribe kama ni mara ya kwanza, kushare video hii kwa ndugu jamaa na rafiki tukapate kusambaza ujumbe huu na kuifundisha dunia mahusiano sahihi ambayo yanaipasa imani tuliyonayo, ambayo yanapasa utakatifu tulionayo. Na usiache kuendelea kutufuatilia pamoja katika channel hii. Mungu akubariki sana. Nitashukuru kwa ajili ya asante mtakatifu Mungu mwaminifu. Nibarikiwe jina lako kwa kuwa neno lako limesimama jioni na usiku wa leo. Baba, tupe badiliko halisi katika ukamilifu wako. Kwa jina lako Yesu Kristo ninakushukuru. Amen.